Naua roboti mmoja kila siku ili tu kuona kama wanaweza kuhisi hofu. Kati ya maelfu haya makubwa ya roboti, mmoja wao ameanza kupata ufahamu wa kweli wa nafsi yake. Si muda mrefu uliopita, alimuua binafsi daktari aliyemuumba ili kumlazimisha atoke. Nilizima kila roboti ndani ya jengo, kisha nikawalenga kwa bunduki kichwani. Kabla tu sijabonyeza kifyatulio, roboti mmoja ghafla alisogea. Nilikimbia kuelekea kwake mara moja, lakini wote walionekana kufanana kabisa. Harakati ndogo tu na nikampoteza tena mlengwa wangu. Nikiangalia roboti wote waliokuwa mbele yangu, nilihisi mzigo mkubwa wa hofu. Nilipaswa kuwa mwindaji, lakini badala yake, nilihisi nimezungukwa na mawindo. Hata nilitembea, nikapita karibu na muuaji bila kugundua kitu chochote cha ajabu. Nilidhani alikuwa amekufa bila shaka, lakini roboti hakuniua. Aliniuliza swali moja la kuchanganyikiwa. Mimi ni nini? Kisha, kwa uwezo mkubwa wa kuruka, akatoweka tena kando yangu. Wakati huo, alionekana zaidi kama mtoto anakimbia baada ya kufanya kosa. Lakini nje, mtego mkubwa tayari ulikuwa umeandaliwa. Bila kujali angekuwa mwepesi kiasi gani, hatimaye alikamatwa. Polisi walimfunga ndani ya chumba cha kuhojiwa na kuniamuru nimhoji usiku kucha. Lakini kilichonishtua ni kwamba roboti huyu alikuwa na hisia za kibinadamu kweli. Alikana kuwa muuaji. Hata alipiga meza kwa hasira. Sijamuua. Hisia hizo hazipaswi kabisa kuwepo ndani ya mashine. Alisema jina lake ni Sani na alidai daktari alikuwa kama baba kwake. Kabla daktari hajafa, alikuwa amempa Sani jukumu fulani. Lakini kabla hajamaliza kusema, mkurugenzi wa kampuni ya roboti aliingia. Alitoa nyaraka za msingi, akidai Sani ni mashine yenye hitilafu na lazima aangamizwe mara moja. Hata aliwasiliana na meya na kulazimisha polisi wote kunyamazishwa. Nilipomwona Sani akichukuliwa, hisia ya wasiwasi ndani yangu iliendelea kuongezeka. Usiku huo huo, nilienda nyumbani kwa daktari, nikakuta roboti ya kubomoa ikiwa imeegeshwa nje. Muda wake wa kuanzishwa ulikuwa saa 8 kamili asubuhi inayofuata. Niligundua mtu fulani alikuwa anaongezeka hofu na haraka. Niliingia kwenye chumba cha kazi cha daktari, nikapata daftari ndani ya drawer. Nilipotaka kutafuta ushahidi, sekunde iliyofuata, roboti ya kubomoa iliyokuwa nyuma yangu, ghafla ilianza kufanya kazi. Ilinifukuza kama imechanganyikiwa. Popote nilipokimbilia, ilibomoa kila kitu nyuma yangu. Bahati nzuri, nilikuwa na kasi ya kutosha kunusurika kwa shida, lakini bado hawakutaka kuniacha niende. Nikiwa njiani kurudi, malori mawili ghafla yalinizunguka, mbele moja na nyuma moja. Niligundua mara moja kuwa kuna kitu kibaya. Mara moja nilibadilisha kuendesha kwa mikono. Kisha lori la nyuma likafungua mlango wake polepole. Ndani yake, safu za roboti za kizazi cha 5 zilikuwa zimetundikwa humo. Mmoja akaruka juu ya gari langu na kuvunja kioo cha mbele kwa pigo moja. Nilifyatua mara moja na kumdhoofisha kwa shida. Lakini mara baada ya hapo, roboti wengine zaidi walikimbia kuelekea kwangu. Walininginia kwenye gari wakijaribu kulirarua vipande vipande. Nililazimika kuzungusha usukani kwa nguvu, nikitumia kasi ya gari kuwatupa mmoja baada ya mwingine. Kisha niliingia njia ya kutoka na kwa shida kubwa nikatoroka kutoka kwenye malori.